ndani ya miaka 5 iliyopita ya muhula wake wa kwanza aliweka historia ya kuhakikisha kwa mara ya kwanza tangu uhuru benki kuu inanunua dhahabu. Uamuzi huu ulikuwa hujawahi kufanyika, na mpaka sasa tunaposimama hapa zaidi ya tani 1.7 zimenunuliwa na benki kuu na kuifanya nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi 10 kwenye ukanda wa Afrika. Lakini leo kama serikali inafanya maamuzi ya kuuza akiba yake kwa ajili ya miradi hii ya kimkakati, napenda kuiunga mkono na kuiomba serikali isisikilize maneno ya watu ambao hawaitakii mema kimfaacho mtu chake. Wakati Mama Samia anatoa maono haya ya benki ya kuu inunue dhahabu, hata hawakutoa maoni. Ni bunge la 12 kupitia kamati ya nishati na madini, kupitia kamati ya bajeti, ambapo Mheshimiwa Rais alisikiliza na Wizara ya Madini ikaanza kufanya hiyo kazi. Inaposema leo inataka kuuza sehemu ili kugharamia miradi yake ya kimkakati, kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje, ni jambo la kuliunga mkono, na hawa wanaharakati utwara ni wa kuwapuuzia na kuwaomba Watanzania wasipate taharuki yoyote, kwa sababu huo ni uamuzi wa kimkakati na ni sehemu ya hotuba yake ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu hapa ni mbunge wa Bagamoyo ambaye anajulikana kama Subira Mgalu, akichangia hoja kuhusiana na sakata ambalo litakuwa la trend sasa hivi sana kwenye nchi ya Tanzania, kuhusiana na swala zima la uuzwaji wa dhahabu na benki kuu ya Tanzania. Na kwake yeye anachangia hoja kusema kwamba kimfaacho mtu ni chake bwana. Kama ni serikali ambayo ilifanya uamuzi wa kununua dhahabu hizo na kuweka kama akiba, hasa ni wakati wa akiba kuuzwa, endapo tu hizo pesa zinaweza kutumika katika matumizi ya maendeleo ya Watanzania. Na anasema kwamba ni moja kati ya njia ambayo pia itapunguzia Tanzania mzigo wa kutegemea madeni kutoka kwenye mataifa ya kitajiri na mashirika pia ya kimataifa, ikizingatia kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo mwaka jana, baada ya machafuko ambayo ilishuhudiwa Oktoba 29, kuna baadhi ya mashirika ambayo ilisema kwamba yatawekea vikwazo Tanzania, ikiwemo kuwanyima mikopo kuhusiana na swala zima la machafuko ambayo yalishuhudiwa. Lakini sasa mbunge huyu wa Bagamoyo amesema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan kama endapo atafanya uamuzi wa kutaka kuuza dhahabu hiyo kwa nia ya kutaka kutumia pesa hizo kwenye maendeleo na miradi tofauti ya taifa, basi kwake yeye haoni tatizo, japo amesema kwamba ni swala la kuwapuzia wanaharakati uchwara. Amewaita wanaharakati ambao wanapinga swala hili kusema kwamba ni wanaharakati uchwara ambao wanafaa kupuuziliwa kwa mbali, wala serikali isiwazingatie kwa namna yote. Sasa wewe, naomba unipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment. Unahisi kwamba alichokisema mbunge huyu wa Bagamoyo atakuwa yuko sahihi, ama unahisi kwamba serikali inafaa kuwasikiliza, japokuwa wanaharakati wanaonekana kwamba wanaivuruga na kuiponda serikali kwa mambo mengi? Wapo sahihi? Unasimama upande wa serikali kuiuza dhahabu ya Tanzania ambayo imetumika ama imekuwa kama akiba kwa muda mrefu, ama unaunga wanaharakati ambao wanasema kwamba dhahabu hii isiuzwe? Maana kuna watu ambao walikuwa wanasema kwamba ipo siku nchi itakuja kauzwa kabisa, na wakianza swala zima la kuuza sehemu ya dhahabu ambayo imewekwa kama akiba. Alafu kulikuwa pia na sakata la uuzwaji wa bandari. Basi vitu muhimu sana ambavyo vinaleta maendeleo kwenye taifa la Tanzania vinauzwa. Je, wewe unasimama upande gani? Unamuunga mkono mbunge huyu, ama upande wa wanaharakati ndio wewe unaunga mkono? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.